me because you are God. Release your power, release your grace, release your anointing. I pray for the opening of the heavens, my Father, my manifestation. May every blessing that is called by our lives locate us from the rising of the sun to the setting of the sun. We declare an opening of our heavens, my Father, my rescue. May this word fall freshly upon our lives, my Father, my glory. And it is in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit we pray, trusting and believing in Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Tupigie Mwenyezi Mungu mazuri. Naomba tupate viti. My name is still Bishop Peter Hunja. Ndio kwa Kristo Mwokozi katika maisha yangu. Bado sijabadilisha jina. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Na bado ndasokana thutha. Amen. Hallelujah. I want to share about something I should have already preached about. Ningekuwa nimeshaongelea kuhusu prayer and fasting before we even got to fasting. Praise the name of the Lord. But nimeona nisipoiongelea leo, I won't have another time to talk about it. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Every day tumekuwa na fellowships from Monday to Friday. Praise the name of the Lord. And we have been talking about so many things. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Badali ya roho osho. Na ni important we learn. Because niwaambia kwamba Yesu alifika mahali akasema ya kwamba praise the name of the Lord. Ameleta keys za ufalme wa Mungu. Praise the name of the Lord. Na wakati utapokea hizi keys za ufalme, when you will bind things on earth and they will be bound in heaven. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Hauwezi bind bila hizo funguo. Na nikawaambia praise the name of the Lord. Ukiwa na ufunguo, haimaanishi kwamba juu ulifungua mlango wa bedroom utafungua sitting room. Kufungua tunaweza kuwa tofauti. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo kuna keys fulani zinafunguaga ufalme. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. And this is one mystery that we need to learn. Praise the name of the Lord. Otherwise, praise the name of the Lord. Kuna wanafunzi walienda kukemea mapepo. Praise the name of the Lord. Katika jina la Yesu na jina la Paulo. Wakaambilia mapepo ikawajibu ikawaambia praise the name of the Lord. Paulo tunamjua na Yesu tunamjua. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Lakini nyinyi ni nani? Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Inyuele morea. Am I speaking to somebody? Yeah. When it comes to salvation, praise the name of the Lord. Amen. You create a relationship with God. It becomes personal. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Nataka kuongelea kuhusu prayer and fasting. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Kwa nini fasting inasaidianga na nini? Praise the name of the Lord. Inapatianga mtu power ya kupray. Praise the name of the Lord. Wakati wa vijana walienda kukemea hiyo mapepo, maandiko yanasema ya kwamba walipigwa hadi wakatolewa mavazi. Praise the name of the Lord. Na sasa hizo wanaikemea katika jina la Yesu na jina la Paulo. Praise the name of the Lord. Mapepo ilikuwa inajua Paulo. Praise the name of the Lord. Na ilikuwa inajua Yesu, lakini haikuwa inajua hawa. Juu hawakuwa wanajinyima. Na ndio maana Yesu akawaambia praise the name of the Lord. There are some things that can never be done not unless you pray and fast. Praise the name of the Lord. Power ya maombi inatokana na fasting. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Ufalme, praise the name of the Lord. Amen. Katika ufalme, ile funguo ambayo inafunguaga chemba ya maombi, praise the name of the Lord, inaitwa fasting. Mwadhani ya roho osho. Kama huwaga ufasting, hata prayer life yako inakuwaga chini. Na ndio maana chairman anakujanga hapa, anaombesha praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Mwadhani ya roho osho. Kama hata hajafika dakika 10 umeshachoka, unashindwa mtu. Kwani yeye atoki, praise the name of the Lord. Mwadhani ya roho osho. Fasting inakupatianga potency ya prayer. Mwadhani ya roho osho. I told you hakuna mtu mwenye anajua kuomba. Mwadhani ya roho osho. Prayer ni culture ya discipline. Praise the name of the Lord. You train yourself, unangengana nayo. Praise the name of the Lord. Hadi inafika pali. Praise the name of the Lord. Mwadhani ya roho osho. Bwana asifiwe. Kama ulikuwa umeanzia unaomba dakika 5, unaongezeka unaanza kuomba dakika 10. Am I speaking to somebody? Tupigie Mwenyezi Mungu kwa mazuri. When you add fasting to prayer, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wakati umeongeza fasting kwa prayer, si kuomba tu. Mwadhani ya roho osho. Ongeza wewe material utayo. Ukiona maombi ifanye kazi, uongeze fasting kwa hiyo maombi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Things start happening. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo spiritual recipe ya results. Mwadhani ya roho osho. Kama unataka results, kama umekuwa kalia mitihani na hauoni results, praise the name of the Lord. Na unataka results, shida si maombi, praise the name of the Lord. Wadhani ya roho osho, shida ni fasting. Bwana asifiwe. Kama wewe ni Mkristiano, umekuwa ukiomba but you have prayed for a problem, for an issue for a very long time and still nothing is happening, do a fast. Add fasting kwa hiyo maombi, praise the name of the Lord, and I'm telling you, you'll have different results. Am I speaking to somebody? Tupigie Mwenyezi Mungu kwa mazuri.
Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. There's something I need us to realize. All religions pray. Praise the name of the Lord. Hindus wanaombaga. Praise the name of the Lord. Buddhists wanaombaga. Praise the name of the Lord. Waislamu wanaombaga. Mwadhani ya roho osho. Kwa hivyo maombi haijajiwa tu wa Kristiano. Mwadhani ya roho osho. Praise the name of the Lord. Mwadhani ya roho osho. Kwa gifts za Roho Mtakatifu kuna prayers. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo maombi, praise si matunda ya roho, mwadhani ya roho osho. Everybody praise. Mwadhani ya roho osho. Jambo ile hata anaitangwa sileku. Na kiwa amevalia ile kiatu inakuwa na stiletto. Kila kitu ya roho. Mwadhani ya roho osho. Akipita pale kwa ile nini ya base. Mwadhani ya roho osho. Akajikwea kidogo tu hivi kitu ya kwanza anaitanga ni Yesu. Praise the name of the Lord. Mwadhani ya roho osho. Ukora kina mrefi, anyo akifika pale aone mambo imekuwa mbaya. Anakumbuka Yesu. Praise the name of the Lord. I don't know if I'm speaking to somebody, but everybody praise. Kuna watu wanaenda kuimba, before aende kuimba, wanaenda kuimba na bunduki. Praise the name of the Lord. Kwanza wanaomba. Praise the name of the Lord. Wanaambia Mungu, acha niende patana watu wako na pesa vizuri. Praise the name of the Lord. Na unisaidie nisipatane na watu ambao wanaweza nisumbua, ni mwage damu, mwadhani ya roho osho. Nipatie watu wako na uoga. Watu nikichokoza kidogo watanipatia pesa. Praise the name of the Lord. Mwadhani ya roho osho. Bwana asifiwe. Am I speaking to somebody? Everybody praise. Mwadhani ya roho osho. Tupigie Mwenyezi Mungu makofi mazuri. Let me tell you something. Even other religions pray more than Christians. Kuna religions zingine Waislamu wanaomba hata kuliko Wakristo. Praise the name of the Lord. Kuna watu wameomba leo asubuhi juu ya kuita kanisani. Praise the name. Kutoka Sunday hajaomba, mwadhani ya roho osho. Alitokagira ni kuhoya kuogima hekalu akiwa step ya pili. Akiwa ameshakula ya kwanza, ameshameza, anakumbuka ugali ya tatu ndio anakumbuka unaombeaga chakula. Praise the name of the Lord. Audi anasema venye tunajiconsoling ilikuwa imeokoa jikoni. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Some religions even pray more than Christians. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Amen. Unajua Buddhists si wa Kristo, praise the name of the Lord. Lakini Buddhists wana meditatingi. Amekaa tu hivi, praise the name of the Lord. Mwadhani ya roho osho. Amekaa na meditate for 6 hours, praise the name of the Lord. Hiyo wakati kuna kitu kingine anafanya, anafikiria tu kuhusu Mungu wake akiwa amefunga macho. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Mwadhani ya roho osho. Wewe dakika 5 za maombi ya kuni. Huyo anakaa ameditate tu kuhusu Mungu. Ati Mungu umemtoa mahali fulani. Ati Mungu kumbuka Yesu kuomba, hiyo ni 6 hours. Amekaa tu hivi ana meditate kuhusu Mungu na neema ya Mungu. Am I speaking to somebody? Yes. Wadhani ya roho osho. Amen. Wengine hata ukija kwa madhabahu na taking time ku meditate. Kwanza usikize anga venye inakaa. Do you know there's a time I will come. Kwanza siombi, praise the name of the Lord. Na kaa tu nasikiza anga iko namna gani. Nalala hapa kwanza nisikie kwa madhabahu kwa namna gani, praise the name of the Lord. Amen. And then I start praying, knowing what I'm dealing with. Praise the name of the Lord. Amen. The moment walk around kile kama leo, nilikuja nikaekelea bag pale. Nilikuwa na hizi. Praise the name of the Lord. Kwanza nikasikiza anga, nijue kunaenda namna gani. Praise the name of the Lord. Zikaregister nikajua venye hiyo wingu iko. Praise the name of the Lord. Nikavalia. Praise the name of the Lord. Amen. Kama kungekuwa kurahisi singevalia. Am I speaking to somebody? Yes. Ni vizuri, praise the name of the Lord. Amen. Una meditate kama venye Buddhists wana meditatingi. Take time to meditate. Mwadhani ya roho osho. Praise the name of the Lord. Amen. Otherwise watu wengine unaombaga unakumbuka kuna chakula jikoni, mwadhani ya roho osho. Kwanza unakataa maombi, kwanza uende ukashughulikie. Praise the name of the Lord. Mwadhani ya roho osho. Ama uko kwa maombi unasikia ka message kameingia. Na pengine hata ni ya Safaricom inakwambia bundles zimeisha. Praise the name of the Lord. Wewe unafikiria ni M-Pesa, unakimbiza maombi umalize haraka ndio uangalie message. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Do you take time to meditate about God? Mwadhani ya roho osho. Hallelujah. Amen. Praying is not what makes you a Christian. Even other religions pray. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The Muslims pray facing the east. Waislamu wanaangalianga the east. Praise the name of the Lord. Na wanaomba. Praise the name of the Lord. Waislamu wanaomba mara ngapi kwa siku Isa? Basically 5 times, but it's 7 times. Imagine 7 times in a day. Praise the name of the Lord. And you ask mbona Waislamu wanabarikiwa kuliko Wakristo? Praise discipline ya maombi. Praise the name of the Lord. Amen. Let me tell you something. Wanafunzi waliangalia Kristo wakaona venye anafanya miujiza. Praise the name of the Lord. Hawakwenda kumwambia tufunze miracles. Praise the name of the Lord. They realized alikuwa na spend so much time na Mungu kwa maombi. Hakuwa na struggle na miracles. Wakamwambia teach us to pray.
Am I speaking to somebody? Yes. Bwana asifiwe. Amen. Mwadhani ya roho osho. Amen. The reason as to why hadi saizi, praise the name of the Lord. Unapata people are struggling with signs and wonders and miracles. Praise the name of the Lord. They never create time or spend time with God in the inner child. Am I speaking to somebody? That is why a prayerless life is a careless life. Praise the name of the Lord. If you are not praying, you need to make a decision to pray from today. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Yes. Let me tell you something. Unaweza patiwa mtoto wako akianza kulia na hakuna kitu anakuambia, utafanya nini? Mwadhani ya roho, utafanya nini? Wacha nisikie mzazi Mwafrika, utafanya nini? Praise the name. Kwanza watakukasirisha sana. No kule na anaongea, haongei, praise the name, analia tu. Praise the name of the Lord. Utachuna na uchape, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Imagine that is how irritating it is. Kuna mtu tu anakuja kwa madhabahu kulia analia lakini haambii Mungu kitu. Praise the name of the Lord. The Bible tells us ask and praise the name of the Lord. Kwa hivyo huwezi poa kama hujaitisha. Mwadhani ya roho washo. Wengine tu ni kulia mimi, wale wengine tu wanaolewa mimi sijaiolewa. Umemwambia Mungu unataka kuolewa. Praise the name of the Lord. Wale wengine wanapata tu kazi, mimi niko hapa. Praise the name of the Lord. Umemwambia Mungu unataka kazi. Praise the name of the Lord. God will never give you something you have not asked for. Hata kuto uokoke, maandiko yanatuambia kwa mioyo yetu anabishabisha. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Na shida nyingine iko na watu wa roho. Praise the name of the Lord. Mwadhani ya roho osho. Tuna ask, tunakaa tunangojea. Ask and you will be given. Seek, you shall find. Praise the name of the Lord. Baada ya kuitisha leo Sunday, praise the name of the Lord. Kesho enda utafute. Praise the name of the Lord. Mwadhani ya roho osho. Tuga mtukata ni arenti, mwadhani ya raini rake alilie. Mwadhani ya roho osho. Laini iliongea. Praise the name of the Lord. Malaika alishuka. Praise the name. Enda utafute. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. When you seek, it is given that you will find. Am I speaking to somebody? Yes. Let me tell you, you cannot ask, praise the name of the Lord, Mungu akose kupatia. Hauwezi enda kutafuta ukose. Amen. Am I speaking to somebody? Hata akitumia Musa anamuuliza, what do you have? Anamwambia, wewe uone nikakijiti. Praise the name of the Lord. Anamwambia kaweka chini. Praise the name of the Lord. Musa ukaweka juu chini, yani kwa ameona kijiti. Wakati aliweka chini inabadilika. Chenye inabadilika inakuwa hata mwenyewe anarudi nyuma. Some of us will be surprised if you only put whatever we have down. Yes. Mwadhani ya roho osho. Itasurprise hadi utarudi nyuma. Juu ya kuona utukufu wa Mungu kupatana chenye tumeshika, chenye itabadilika ikue. Let me tell you something. God plus anything, hata ikue failure inakuwa success. God plus giza inabadilika inakuwa mwangaza. I don't know how. Siwezi elezea namna gani, but what I know, as long as God is in the equation, the results must change. Amen. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. 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 Ndio Mwenyezi Mungu kwa mazuri. Prayer is not the issue. Everybody praise. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Yesu aliambia Wafarisayo, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Mnaombaga na mnadhani maombi yenu itasikika. Praise the name of the Lord. Juu mnaongeanga sana. Kuomba si kuongea sana. Am I speaking to somebody? Let me tell you something. Praying si kuongea sana. You can talk so much and be telling no God nothing. Kuna rudia the same words. Mwadhani ya roho osho. Mama okawa. Mwadhani ya roho osho. Wawa na kina, praise the name of the Lord. Waikira, praise the name of the Lord. Walikera wakona nijua soka kuolewa kio. Praise the name of the Lord. You are praying for the same thing for almost an hour. Praise the name of. Let me ask you something. Mtoto akitisha mama nataka kalamu. Praise the name of the Lord. Alafu kurudilia tena mama nataka kalamu. Umemsikia? Alafu kurudilia tena mama nataka kalamu. Utafanya nini? It will become irritating, si ndio? Praise the name of the Lord. Amen. Am I speaking to somebody? Yes. Kama venye ukiambia mama yako au baba yako kitu, umrudilie sana atakasirika. Mwadhani ya roho osho. Au akaro zoka hiramono, mwadhani ya roho osho katu ikagina irritating. Mwadhani ya roho osho. Maandiko inatuambia God is not deaf that he cannot hear. Praise the name of. He's not blind that he cannot see. You will be surprised that even before we articulate it, before we even pray about it already anajua. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Tell somebody pray. Mwambie wewe omba wewe. Wacha maneno. Praise the name of the Lord. Amen. 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 Every religion practices the act of prayer. Kila religion inaombaga. Praise the name of the Lord. Hiyo tumeangalia. Prayer is not an option. We are commanded to pray. Prayer is the option. Mwadhani ya roho osho. Atitomba tutaje unataka tu kuomba. Praise the name. Let me tell you something. There are times nimekosa amani. Praise the name of the Lord. Naomba napata amani. There's a time nasikia mimi ni mgonjwa kabisa. Naomba nikiamka hapo nimepona. Prayer is not an option. It's a way of life. Let me tell you something. If you include prayer in your life must change.
I don't know if I'm speaking to someone. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Tukiongea na wewe tunaongeaga na nini? Live, we can be talking now, si ndio? Praise the tunaongea. Praise the name of the Lord. Wenye tunaongea na wao online, tunaongea na wao kupitia simu, si ndio? Am I speaking to somebody? Bwana asifiwe. Unaweza andikia mtu message ama umpigie simu. Am I speaking to somebody? But hauwezi letewa kitu na mtu kama hujampigia simu ambaye unataka kitu fulani. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Prayer ndo wakati unakuwa, hiyo ndo communication system yetu na Mungu. Praise the name of the Lord. Kwa hiyo kama hauwezi piga simu, mwadhani ya roho osho, tuma message. Message ni silent. Hakuna mtu anajuanga unatuma nini, unaandika nini kwa text. Praise the name of the Lord. Write a text to him. Let me tell you something. Do you know you can take a paper, 3-page paper, mwadhani ya roho osho. Uanze tu kuandika. Uanze kulia kama mtoto. You are speaking the words that you are writing with your heart. Praise the name of the Lord. And you start crying. Praise the name of the Lord. Ukimaliza uandike amen. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Bwana asifiwe. Mwadhani ya roho osho. Hallelujah. Ndiye Mwenyezi Mungu kwa mazuri. Prayer is the most common experience of a believer. Praise the kila believer, kila mtu ambaye, praise the name of the Lord, ni believer, experience yake ya kwanza inakuwa kuomba. Praise the name of the Lord. Mwadhani ya roho osho. It is the most talked about subject but least practiced. Mwadhani ya roho osho. Kila mtu anakuambia nitakuombea. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Mwadhani ya roho osho. Amen. Akikuongea tu ile ukweli. Praise the name of the Lord. Ni kila mtu anaambiaga utaombea unaombeana. Praise the name of the Lord. Yaani kila mtu anaongelea tu kuhusu kuomba. Praise the name of the Lord. But very few people pray about it. Am I speaking to somebody? Yes. The least talked subject. Praise the name. The most talked subject, but least practiced. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Na unaona watu wengi wanafurahia. Anafurahia kuwa Asha, praise the name of the Lord. Anafurahia kuwa mwimbaji, praise the name of the Lord. Anafurahia kuwa nabii, praise the name of the Lord. Anafurahia kucheza piano, praise the name of the Lord. Lakini si watu wengi wanapenda kuomba. Am I speaking to somebody? Mwadhani ya roho osho. Amen. But if there is something that we should have, ni a prayerful life. Praise the name of the Lord. Amen. Tell somebody pray. Tupigie Mwenyezi Mungu kwa mazuri. Why don't people pray? Kwa nini watu waombaji? Nikiendo matahoya. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. One, feeling as if their prayers are not answered. The reason as to why most of us wengine hata tuliacha kuomba ni juu tunasikia ni kama mtoto asikiki. Am I speaking to somebody? Bwana ni roho osho. Unaombea jambo kwa muda, praise the name of the Lord, nothing changes. Let me tell you something about prayer. Praise the name of the Lord. Wakati Elijah in the same mountain ameomba, Mungu amejibu na moto. Praise the name of the Lord. Then a few lights down the line, praise the name of the Lord, akaprophesy kuhusu kunyesha. Praise the name of the Lord. Then baada ya kuprophesy, praise the name of, and this is what happens. You need to learn something about the prophecy. Praise the name of the Lord. Ali prophesy, alafu akapiga magoti kuanza kuomba. Praise the name of the Lord. Duambia prophecy is one thing, praise the name of the Lord. But there are things we do behind the scenes. There are prayers we make more than your own. Because if I prophesy to you and it does not happen, you'll go to where it is happening. Am I speaking to somebody? Shida si kuprophesy more than your own. Shida si kuonyeshwa more than your own. Naweza onyeshwa, but if I don't pray about it, if you don't pray about it, it will remain a prophecy. More than your own. Praise the name of the Lord. Watu wangapi wameambiwa praise the name of the Lord, and 10, 20 years down the line, nothing is happening. Praise the name of the Lord. Na hakuna kitu mbaya kama kukufa. Mwadhani ya roho osho na unabii juu ya kichwa chako. I don't know if I'm speaking to somebody. Mwadhani ya roho osho. Niwasomea Zaburi. Praise the name of the Lord. Maandiko inatuambia we are gods, we are princes. Praise the name of the Lord. But if we are not careful, we will die like mere men. Praise the name of the Lord. Ndio wito tuko na mafuta ya ufalme juu yetu, lakini tusipokuwa careful tutakuwa kama watu wa kawaida. Hivyo ndo maandiko inasema. Am I speaking to somebody? There is nothing as bad as dying without accomplishing your purpose. Am I speaking to somebody? Sikia Mwenyezi Mungu kwa mazuri. Elijah, the Bible says that he buried his head between his feet. Praise the name of the Lord. Aka kneel down, akaomba. Praise the name of the Lord. Akatuma servant mara ya kwanza, enda uangalie uone kama utaona kitu. Servant akaenda bado akiwa amebari head between the feet. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Servant akarudi akamwambia sijaona kitu. Akarudishwa tena mara ya pili, mara ya tatu, hadi mara ya sita bila kuona anything. Am I speaking to somebody? Bwana asifiwe. And let me tell you something. We need to learn from Elijah. Praise the name of the Lord. Hakuwa naomba anaenda kuangalia. Alikuwa naomba yeye anatumana. Alikuja akiambiwa hakuna kitu kinaonekana. Haamki, anaendelea kuomba. Amen. Shida yetu ni kuombea boma. Praise the name of the Lord. Alafu unaangalia unaona kama kuna mtu anakuja.
Praise the name of the Lord. Unaombea mzee waache kuomba. Praise the name of the Lord. Alafu unamwangalia uone kama amebadilika. Hiyo jioni kwanza anakuja na kupiga kofi akiwa mlevi. Praise the name of the Lord. Uko bwana bikohoya. Baada ya fasting ya siku 3 ndipo mambo inaharibika zaidi. Praise the name of the Lord. Bwana ni arogosho. Praise the name of the Lord. Unaombea biashara hiyo siku uuzi hata unashindwa. Praise the name of the Lord. What is this now? Am I speaking to somebody? Bwana asifiwe. Shida yetu ni kuomba tukue tunaangalia. Omba na ujue ya kwamba Mungu atashughulikia. Am I speaking to somebody? Tupigie Mwenyezi Mungu kwa mazuri. Imagine, mara ya 7 ndivyo aliambiwa I can see a cloud ambayo inashana ngumi ya mtu. You can imagine, praise the name of the Lord. Baada ya kuomba hiyo masaa yote, ati ile saa Mungu alimwonyesha anashana ngumi ya mtu. You can imagine. And kwanza ni cloud anaona. Praise the name of the Lord. Don't imagine you meta cha orone kina cloud. Wana igana kundi ya moto. Can you even think kutanyesha? Praise the name of the Lord. Sisi tunajua kutanyesha mawingi ikibadilika ikuwa ya black. Najua iondoke. Praise the name of the Lord. Elijah wakati alisikia imeonekana ngumi, inashana na ngumi ya mtu cloud. Aliambia Ahab, "Usikimbie." Praise the name of the Lord. Ile mvua itaanguka, haijawahi onekana. Ahab akamwangalia akashinda, "Unaniambia namna gani miaka 3 ya kutanyesha?" Praise the name of the Lord. Maandiko inasema ya kwamba praise the name of the Lord. Elijah alikimbia miguu, praise the name of the Lord. Na wakiingia kwa gate ya Jezreel, Elijah aliingia mbele ya Ahab. Imagine Ahab alikuwa juu ya farasi, Elijah alikuwa mguu, lakini aliingia kwa gate ya Jezreel mbele ya Ahab. Bwana asifiwe. Tu alikuwa anajua kama Mungu ameonyeshana, praise the name of the Lord. Ngumi ya cloud ambayo inashana ngumi ya mtu. Hiyo ni sign, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Na anajua Mungu wake hawezi leta mvua kidogo. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. And it rained like never before. Karibu hata hapa funguliwa na mvua. Praise the name of the Lord. The problem with us is that we don't even believe the God that we are praying to. Unaomba na inafika pale una doubt, huyu Mungu anakuaga ama ni kuambiwa tu. Inye iwe amahoya, mwathani arogosho. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Unafika pale hata una doubt, mwathani arogosho. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. How do you modo uko na modo kina dei kwa kwa Guinness. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Arane mona fi akina ndo kali kwa tredu. Jodo yake kana maodo to higire. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. I don't know if I'm speaking to somebody. Tupigie Mwenyezi Mungu kwa mazuri. Prayer principle. Kuna principle moja ya prayer. Praise the name of the Lord. I'm going to share with you. Without God, man cannot. And without man, God will not. Praise the name of the Lord. Without God, man can. Praise the name of the Lord. Hakuna mwanadamu kitu mwanadamu anaweza jifanyia bila Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Na kuna mambo tu Mungu anaweza kutimiza kupitia mwanadamu. Si kumaanisha kupitia praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Am I speaking to somebody? Without me, he will not, because he had purpose to use me. Lakini si kumaanisha ati message yake haitafika. Itafika hata through another person. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Then you will be surprised. Ati nitakata niseme Mr. Ubiri, praise the name of, you will be surprised. Mali amatasababishwa hapa na ubiri na watu waokoke. Am I speaking to somebody? Sema dia hokaa uji, mwana dia rogosho na ndo maradhimu. Na kiyati kwa legai. Na nisahaulike. Praise the name of the Lord. You know, some of us tunaingia kwa na kiburi tu hadi. I was speaking with someone and I told the person, praise the name of the Lord. Right now, what can I boast about? Bwana asifiwe. If my ministry ends at this level, will there be anyone ambaye atakumbuka hata there was a man of God called Bishop Peter? Praise the name of the Lord. Ile mafuta nilimwagiliwa na that man of God, it will be. Praise the name of the Lord. Wadani ya roho. Some of us tunaingia kwa na pride ya life too early. Praise the name of the Lord. There's a level you reach. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wadani ya roho osho. Hali kila mtu ana modosha huwa kinyete. Wadani ya roho osho ni uguo. Praise the name of the Lord. Na nikiona mwera people watu wanaongea kuhusu Apostle Ng'ang'a kama mara ngapi. Hadi kunachukuliwa kawimbo akiwa anaimba worship song inabadilishwa inawekwa rege na bado yuko. Kwanza hiyo siku anaokaa wengi kuliko last week. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wadani ya roho osho. Anatusiana, praise the name of the Lord. Na bado yuko. Praise the name of the Lord. Mwadhani ya roho osho. Amen. Inasemekana sijui amekuwa na accident. Bwana asifiwe. Na ni guilty. Mwadhani ya roho osho. Watu wanasema sasa atarudi jela. Praise the name. Na bado yuko anachapa injili. Mwadhani there's a level and a reach. Praise the name of the Lord. Musa, praise the name of the Lord. Wakati Miriam walimuongelea wakiwa na Aaron, praise the name of the Lord. Mungu alishuka kama wingu akawaambia, wacha nyinyi mnasema nyinyi manabii. Huyu tunaongeaga face to face. Am I speaking to someone? Bwana asifiwe.
Apostle Mungu aroga maga, anachukua gitaa anaambia Mungu, kumbuka wale watu ambao nimeokoka kwa mikono yangu. Kumbuka wale watu ambao wamefanywa deliverance kwa hii madhabahu. Kumbuka zile boma zimesimama, kuna hata moja boma hata umeombea ikasimama. Praise the name of the Lord. Na unamuelekezea kidole. Hakuna hata mmoja umeombea akaokoka. Praise the name of the Lord. Na unamuelekezea kidole. Watu wataishi kupiga makelele. Praise the name of the Lord. Lakini bado wataendelea kufanyia Mungu kazi. Am I speaking to somebody? Yes. There's a supreme judge ambaye alikuwa anaitwa Philomena Mwilu. I don't know if she still there. Kuna wakati kesi yake ilipelekwa mbele ya Maraga. Praise the name of the Lord. Kina Orengo wakaongea wakarusha maneno. Praise the name of the Lord. Amen. Maraga akaangalia akasema, I suspend this case until further notice. Praise the name of the Lord. Amen. There is a level Mungu anakufikishanga unakuwa ni wewe na yeye. Am I speaking to somebody? Wadhani ya roho osho. Praise the name of the Lord. Na the reason is why Mungu anafikishanga mtu hapo. Todo adotie. Ni mara ngapi umesikia manabii? Kuna nabii ameinuliwa Kenya, mwadhani ya roho osho. Wanasema niliota ama ninenewa apostle moja akiwa ameisha. Praise the name of the Lord. Swinga na akiwa ameisha. Mwadhani ya roho. Kaika yokora gerio oro kwa koni na anafi yake. Wewe waragerio ori andwa enge maguthira. Mwadhani ya roho osho. Praise the name. Niwe roho niwe maono kendi andwa igana. Praise the name of the Lord. Tuambia the other day, I can never be greater than Kila Miles Munro if I don't learn from them. Yes. I can never be greater than Bonke if I don't learn what they knew. Yes. Praise the name of the Lord. Wadhani ya roho osho. Praise the name of the Lord. Amen. Wanafunzi ana graduatingi juu ya kusikiza kamtu kamzee kakona mvi kanakuja kanaongea hola hawa bila kitabu. Praise the name of the Lord. Kanaoletea mtihani. Ukikaa vizuri umsikize na upite hiyo mtihani, hata siku moja utakuwa lecturer kama yeye. But ukimwassume tu unaona uzee, my friend, praise the name of the Lord, you never move to your next level. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Some of us trivialize things. Tuna trivialize opportunities. Tuna trivialize people who are connected to our blessing. Chenye unadharau akiwezi kufanyia kazi. Praise the name of the Lord. Before I became a minister, I was a musician. Praise the name of the Lord. And there's a friend of mine, praise the name of the Lord. Naitwa Ben Gedai. I used to listen to his songs and I mtu anaimba nini? Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Lakini wakati nilinenewa kuhusu hii principle, praise the name of the Lord, I looked for him. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Nikamwambia I want us to do a song together. Mwadhani ya roho osho. Na nikamwambia this is my seed towards the song we are doing. Mwadhani ya roho osho. Because I realized, mwadhani ya roho osho, si kawaida una record wimbo. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Inachezwa kwa media unakuwa superstar. Ati waimbaji wa Kenya wakitajwa lazima Ben Gedai atajwe. Praise the name of the Lord. Unapata mwimbaji ndivyo ameimba album, praise the name of the Lord. Lakini hata mbele yake na Shiro wa GP. Praise the name of the Lord. Anaenda chest mbele. Praise my friend humble. Humble. Praise the name of the humble. Praise the name of the Lord. They didn't just wake up and found themselves there. They have fought for that grace. Am I speaking to somebody? Daudi amemwagiliwa mafuta, praise the name of the Lord. Lakini hangedharau Sauli. Hangeinua kidole elekeze Sauli. Anajua neema imetoka kwa Sauli na yeye ndo ako na mafuta. Bwana asifiwe. But he wouldn't rise against. Praise the name of the Lord. I have a problem with a generation. Inakaa tu hivi inaelekezea hadi rais mkono. Praise the name of the Lord. Unajua what it takes to become a president? Do you know what it takes? Si ufunge mdomo wakati ikifika uchague mwenye unataka kuchagua. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wadhani ya roho osho. Mungu alikuwa ndo akuwe mfalme wetu. Praise the tukataa tukamwambia tunataka kiongozi kama wale kabila wengine. Am I speaking to somebody? Bwana asifiwe. Na Mungu akatuma Samueli akamwambia, waambie kuwapatia kiongozi ni inamaanisha hivi. Wasichana wao watakuwa wafanyikazi. Praise the name of the Lord. A part of chenye watakuwa kiharvest watakuwa wapatia mfalme. Mfalme, praise the name of the Lord. Kuna mfalme inachukuliana na wanadamu kwa nini? Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Tukue careful. Am I speaking to somebody? Before you rise against an anointing, be very careful. You look at a woman, I may raise 8 or 9 children. What any graduates? And then I'm trivialize. Unaona tu kama ni guesswork. There must be an anointing over his life. Mwadhani ya roho osho. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Mwadhani ya roho osho. Ukirealize kuna woman amepata watoto na amepata nomo. Praise the name of the Lord. Kwani kuna kuwa na roho ya CS. Enda kwake, praise the Lord, pelekea shopping. Mwoshe vyombo, mwambie I want to tap into this grace. Let me tell you something. Mungu aliumba dunia na siku 6, akarest siku ya 7. Neema ameachilia huku. Praise the name of the Lord. Lakini tunazipitanga tu huku. Am I speaking to somebody? Yes. Mtu ananunua gari, within no time inanunua zingine 9.
Praise the name of the Lord. Wewe unanunua moja inatuma uzi hadi shamba na inatuma ugonjeke pressure. Na unadhani tu ni guesswork. Praise the name of the Lord. Let us be humble. Praise the name of the Lord. Let us be humble. Wakati tulikuwa na vita, tukitoka kwa mabati tuletwe hapa penye tuko. Praise the name of the Lord. Kuna mtu aliniambia, man of God, yani you mean ndo kanisa isimame inapitianga vita zinakaa namna hiyo? Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Before you raise your finger to a man of God, ask yourself, praise the name of the Lord. Ndio afike hapo amelipa gharama inakaa namna gani? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. I'm telling you, it takes grace. Praise the name of the Lord. Amen. We pray. Tunakosanga usingizi. Praise the name of the Lord. Amen. Because nikuja kwa madhabahu si wangi nani atakuja. Praise the name of the Lord. You'll be surprised when walikuwa Sunday, half of them hawako leo. Leo ni nusu wengine. Praise the name of the Lord. Amen. Am I speaking to somebody? Bwana asifiwe. The reason as to why you came, it is not because you woke up and directed yourself here. It is because there was a conviction around takatifu. Njoo kanisani, there's something for you. Yes. Hata ineno kuhubiri, naweza hubiri uniangalie hivyo na ukosa kushika kitu. The reason as to why unashikanga, praise the name of the Lord, ni juu kuna presence ya Roho Mtakatifu. Mwadhani ya kadro hadi kodoka ujioga koma. And you think ni kawaida tu kuhubiri na unasikia kitu. Am I speaking to somebody? You don't trivialize things. Umeanza tu kuhubiri juzi. Na woka hawa iwaje ujia nimekawia 30 minutes tunasema. Huyo na yeye anakaanga digwa kile hujagie. Praise the name of the Lord. God asifiwe. Am I speaking to somebody? Yes, humble. Tell somebody humble. Humble. Mwambie wacha mbio wewe. Praise the name of the Lord. God asifiwe. The moment you know what is in you, you know that you are a prayer meeting yourself. Now you don't need to come to this altar to pray. Nataka watu watakuwa kuja wakiona bishop amechelewa kidogo. Unapata wameanzisha service. Praise the name of the Lord. Wanajua ndani yao, praise the name of the Lord. Ni committing iko. Ndani yao ni tempo ya Mungu. Praise the name of the Lord. Wadhani ya roho osho. Penye nakutanga naomba bingu linafunguka ndivyo utaomba bingu lifunguke. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Tulikuwa na Woman on Fire series. Na Reverend Beth akawaambia mwadhani ya roho osho. Haizi kuja hapa juu mtu wa mashine atakuja. Praise the name of the Lord. Kukosa kutumia microphone. Anaingia ili maneno ingia shida kwa yeye. Si ndivyo alisema? Praise the name of the Lord. Mwadhani ya roho osho. Wewe uko hapo na mambo inaharibika and you are not doing anything. Praise the name of the Lord. Unaweza kuwa ukipata pesa ya kutoa na wengine wakitoa. Praise the name of the Lord. Hiyo chai inahitaji kupikwa hapo nje. Praise the name of the Lord. Saidia hata hapo mwambie nataka kusaidia leo. Praise the name of the Lord. Tupike chai watu hapo. Trust me you. There's a blessing that will come from the same. Yesu alitumia meli ya Peter kuhubiri. Praise the name of the Lord. Baada ya hiyo akamwambia aje baraka. Neno ilikuwa yao wenye wako in the periphery. Yeye yuko on the deeper side. Praise the name of the Lord. Mwadhani ya roho. Peter maybe alikuwa anafikiria mimi ndo nimefanyia Mungu favor juu ya kumpatia meli yangu atumie kama pulpit. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Let me tell you something. Wakati Mungu alitumia meli yake, wakati Yesu alitumia meli yake kuhubiri, hakwenda kuchota samaki kwa ziwa ingine. The same ocean they had fished the whole night without catching anything. It is the same ocean they received their miracle. Bwana asifiwe. What was required is Jesus to use his sheep. Praise the name of the Lord. Mary, sheep ni mwili wako. Praise the name of the Lord. Kubali Mungu akutumie. Kubali Mungu atumie boma yako. Praise the name of the Lord. At the same place you failed, you will be successful. I don't know if I'm speaking to somebody. Bwana asifiwe. Tupigie Mwenyezi Mungu kwa mazuri. Is it not in our Bible? Praise the name of the Lord. Mungu akaa kwa nyumba ambazo zimetengenezwa kwa mkono wa mwanadamu. Praise the name of the Lord. But where 2 or 3 agree, praise the name of the Lord. Where 2 or 3 are gathered, I will be in the middle of them, in the midst of them. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Kinatuma Mungu akue pamoja na sisi, ni juu tuko hapa tukiwa wote. Am I speaking to somebody? Niliwaambia praise the name of the Lord. Nyinyi praise the name of the Lord. Don't menifanya shepherd. Bwana asifiwe. Without you I'm not a pastor, I'm a preacher. Bwana asifiwe. Wadhani ya roho osho. A leader without followers, praise the name of the Lord, is a crazy man taking a walk. Kiongozi bila wafuasi, praise the name of the Lord, ni mtu mwenda wazimu anachukua walk. Mwadhani ya roho osho na kuongea mingi, praise the name of the Lord. But nyinyi mwadhani ya roho osho ndo mmetuma Mungu anisimamishe kama mchungaji. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Tupigie Mwenyezi Mungu kwa mazuri. Earth depends on heaven to have things done. Praise the name of the Lord. As long as you are on earth, the mambo itendeke hapa duniani, you'll always depend on heaven. Praise the name of the Lord. And let nobody cheat you. Mwadhani ya roho osho. Praise the name of the Lord.
Wakati Yesu alikuwa anafunza wanafunzi kwamba aliwaambia whenever you pray say our Father, hallowed be thy kingdom, thy will be done. Praise the name of the Lord. Ukatoa mkate ya Tuesday unafaa kuitumia kukula Wednesday. Ni every day unaenda unamwambia give me this day my daily bread. Give me this day my. Kwa hivyo mkate ya Monday sio ya Tuesday. Praise sio kama tunaelewana. Kumaanisha Mungu akifunza hiyo maombi, Yesu akifunza hiyo maombi alikuwa anataka every day unaenda kwa Mungu unamwambia nipatie mkate wa leo. Shida yetu tunapigana vita za leo na teknolojia ya jana ama na idea za jana. Tunajaribu kufungua mlango wa leo na funguo tulifungua nayo jana. Praise the name of the Lord. I don't know if I'm speaking to somebody. Praise the name of the Lord. Amen. Nataka uone dependency. Mungu anataka every now and then unaenda kwake unamwambia Mungu nataka. Praise the name of the Lord. Nipatie mkate wa leo. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Everything that happens on earth, praise the name of the Lord, depends on the heaven. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Takupatie jirani wako high five. Mwambie you look amazing. Mwambie you look fabulous. Muulize hapa ngo ulinunua wapi? Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. To that point, prayer is the license for divine intervention. Praise the name of the Lord. License hapa duniani ya divine intervention ya Mungu. Wadhani ya roho washo inaitangwa prayer. Praise the name of the Lord. Divine intervention ni kwambia kuna wakati unafikanga unasema sasa hapa ni divine intervention tu peke yake. Wadhani ya roho washo. Hiyo ni nyumba sio kutaenda namna gani? Hao ni watoto sio kutaenda namna gani? Hiyo ni chakula sio kutaenda namna gani? Hiyo ni kazi sio kutaenda namna gani? Wadhani ya roho washo. Penye nimefika. Hiyo ni jiweze. Wadhani ya roho washo. Akiyo chama sijamaliza deni siku tutaenda namna gani? Mwadhani ya roho washo. Praise the name of the Lord. Inafika pale unaemeshwa na mambo. Bwana asifiwe. Unafika pale unaambia Mungu hapa penye nimefika. Praise the name of the Lord. Nahitaji divine intervention. License yenye inatumanga Mungu ana intervene divinely. Praise the name of the Lord. Inaitangwa prayer. Praise the name of the Lord. Whenever umefeel mambo imekusukuma sana, hiyo ndo wakati unafaa kupray. Tu wakati umeomba, una provoking mystery ya mbingu inaitwa divine intervention. Mungu anaingilia na kuondolea aibu hata kama ni last minute. Na ndio maana kwa kiroho tunakuwa na last minute miracle. Am I speaking to somebody? Tupigie Mwenyezi Mungu makofi mazuri. And let me tell you something. God can never do on earth what you don't believe. Mungu hawezi fanya hapa duniani kitu hatuamini. Mwadhani ya roho washo. God can never do what you can't believe. Praise the name of the Lord. When I went to Kamulu na hiyo uchawi ikaletwa. Praise the name of the Lord. Ndio ni malaika wa Mungu alikuwa amenena. Nilishika hivyo kwanza nikachekelea ndio alikuwa ameileta. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Todonile kuwa wana. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The reason as to why I laughed. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. It's not because I was mocking them. Because I could not imagine with God still on the throne. How can people be the good kuendea uganga wakati Mungu bado ananena na bado anapigana? Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Mstani ifanye kazi mwadhani ya roho washo. Kishika kama ujui Mungu wako ako na nguvu kuliko hiyo uganga itakufinya. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. It is because I know he that is in me is greater than he that is in the world. And I'm working my relationship with him. Am I speaking to somebody? Pigia Mwenyezi Mungu makofi mazuri. Kenye hauamini Mungu anaweza fanya, hawezi fanya. Bwana asifiwe. A lady came here. Ilikuwa mara yake ya kwanza kuja kanisa ya kiroho. She was pregnant. Alikuwa mpemba msichana, akona scan. Alikuja na picha ya scan. Inasema akona msichana. Praise the name of the Lord. Ujauzito mwenye mbeba ni wa msichana. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. When that lady came, she already had 2 other daughters. And the husband alikuwa mwambia hataki msichana mwingine azaliwe kwake. Praise the name of the Lord. I remember it took a lot of talking. Praise the name of the Lord. The chair lady talked with her. Praise the name of the Lord. Some other people came in. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Mwadhani ya roho washo. We prayed. Every time kwanza hiyo wakati COVID ilikuwa imeshika sana. Nilikuwa nakuja najifungia kwa madhabahu. And then you wake up, you find someone seated down there. Anakuambia man of God yaenda kanisa ya kiroho. Nimekuja because I believe there's nothing impossible with God. If God does not give me a boy, ndio madaktari wamesema niko na msichana. Praise the name of the Lord. Lakini Mungu asiponipatia kijana boma yangu itaisha. Praise the name of the Lord. Naamini hakuna kitu mzito kwa Mungu. Praise the name of the Lord. Because the lady believed, we prayed. Praise the name of the Lord. Wakati nilikuja wiki ya mwisho, I remember I was told to do something. When I gave her the money, the 2,000, praise the name, she was like, she started crying. Because her husband, hiyo siku alikuwa amemchia pesa anamwambia,
Hataki msichana azaliwe kwake. Praise the name of the Lord. But when I gave her the 2,000, yeye alikuwa nadhani atadeliver after 3 weeks. That Thursday, she sent me a message. Man of God, I've delivered a baby boy. His name is Flavian. Not another pregnancy. The same pregnancy. But it is because she believed. Am I speaking to somebody? Bwana asifiwe. Mother ya roho. Her best friend when I was ordained a bishop. Praise the name of the Lord. They came. I didn't know they were talking. Praise the name of the Lord. But she told her, go and tell the man of God to speak a word. Ushike mkono wake na ukatae nayo. Wakati nienda nikamsalimia hivi akatana mkono wangu. Praise the name of the Lord. Nikamwambia msichana ataachiliwa. Bwana asifiwe. The mother was jobless. Praise the name of the Lord. The daughter has a case continue. Praise the name of the Lord. Msichana ni innocent. Lakini evidence ni continue. Praise the name of the Lord. Anahitaji more than 4 million ndio hiyo kesi ya kiwanje. Praise the name of the Lord. I told her your daughter will be set free. Right now as we are speaking, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The daughter is out more than Yarogosho with another child. Praise the name of the Lord. 4 million zilitoka wapi more than Yarogosho. Somebody hata huyo mama ajui. Praise the name of the Lord. God came in miraculous manners. Praise the name of the Lord. Akapatiana title ya shamba iko Rohiro. Praise the name of the Lord. Msichana akatoka. Bwana asifiwe. Whether you are wrong or so, whatever you don't believe God can do, God can never do. Praise the name of the Lord. Whether you are wrong or so, Bwana asifiwe. Hallelujah. A lady from Githurai. Praise the name of the Lord. Anaitwa Susan. Hata nimemsave Susan Maina survivor. Praise the name of the Lord. Susan came when we were in the other hall. Praise the name of the Lord. Wakati alikuja tukaomba. Praise the name of the Lord. Kuna venye nilikuwa na malaika wa Mungu nikamwambia. Praise the name of, kaniambia man of God in the praise the name of the Lord. She was diagnosed with cervical cancer. Not just by a hospital. Praise the name of the Lord. Mother ya Rogosho, by one of the best hospitals in Kenya. Praise the name of the Lord. Wakati tuliomba, praise the name of the Lord. A few months later, she went. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Mother ya Rogosho. The same hospital kwa ambapo kuna cervical cancer. They tested her twice wakamwambia haionekani. Wakati alidiagnoziwa nayo, the husband went. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. When she was confirmed, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. God restored Pomailisha more than 21 years ago. I don't know if I'm speaking to somebody. Hallelujah. Amen. Ndiye Mwenyezi Mungu akubariki. Kama Mungu anarejesha nyumba ya 21 years, yako ni miezi kadhaa na bado unaona ni kama ni impossible. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Sisi imani yetu ndio inalimitingi Mungu kutenda. Some of our faith is very small. If the Bible tells us if your faith is as small as a mustard seed, you will tell this mountain move and it will move and get into the ocean. Whether you are wrong or so. Yako ni kidogo namna gani haiwezi ponya pneumonia. Praise the name of the Lord. Whether you are wrong or so. I told you we need to believe. There's a time nilikuwa nakaa Githurai. Praise the name of the Lord. I remember sasa hizo kwanza ni bedsitter. Praise the name of the Lord. Whether you are wrong or so. Don't dame atakwa tano ya kwanaka hiyo ile hadi. Sasa hizo ile time nilikuwa natumia hii namba ya malaika sana. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. I remember every time inafika end month, sina pesa. Praise the name of the Lord. Naenda napiga magoti kwa mlango. Naomba kwa yetu elebu Mungu mara 9. Praise the name of the Lord. Nasimamisha malaika naambia Mungu venye nataka. Praise the name of the Lord. Mwenye nyumba angekuja alikuwa anakuja anasikia kikitu anaenda. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Dakika mwisho akasema for the last 6 months nimekuwa nikuja. Kaigua kiodo, kaigua tare kuhia. Mwathani arogocwo. Gathie mwathani arogocwo. Praise the name of the Lord. Finally, God connected me with someone. Praise the name of the Lord. Kemotungata mwathani arogocwo. She became a blessing na more than 70,000. Praise the name of the Lord. Wakati nilienda kupeleka deni ya nyumba, mwathani arogocwo. Praise the name of the Lord. Sasa akaniambia yako sichukui. Pastor, praise the name of the Lord. Patia bibi yangu. Mwathani arogocwo. Baadaye mwathani arogocwo. Ndio mtumio kakojira man of God guku dukana ume. Tonia muthuru wakwa ndari ambia ciake ciaku nicio cia mbere. Praise the name of the Lord. Pesa akondi ya kwanza. Praise the name of the Lord. Lakini mzee ndiye alikuja akamwambia every time nenda kuchukua pesa ya huyo mtumishi. Bwana asifiwe. Nasikianga kikizo watu kisa si cha kawaida. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Lakini bibi yako jua nini nafanyanga mwathani ya rogosho. Praise the name of the Lord. That intention yangu haikuwa kuanyang'anya pesa. I paid them off. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Because I believe my God will come. Hata kama alikuwa amekani kama am I speaking to somebody? I need believers. Faith, more than your and when you believe, nothing will become impossible. I've seen God do greater things. Do you see her? Praise the name of the Lord.
Nilikuwa naenda na mhudumia ananiambia, man of God my husband, man of God my husband. That time things were bad. Praise the name of the Lord. One day, mwathani arogocwo. Ndani toikarite kwanja au shagite igere cia blue. Toikara thi. Mwathani arogocwo. Nikamwambia nimeambiwa within 3 months. Ukiomba Mungu sana. Samuel atakuwa na gari. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. If you know me prophesying, not unless I'm very sure I'll never give you dates. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Lakini kuna wakati hiyo neema inashukana na nasimama hadi na dates. Na leo mtu alizaliwa mwaka fulani, praise the name of the Lord. Na baada ya 2 years this and this happened, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Ukiona nakupatia dates, praise the name of the Lord. Hivyo ndivyo hiyo namba imekuja. I told her the same thing, praise the name of the Lord. But there was a bad thing that was to happen before. Praise the name of the Lord. Mwadhani ya roho. Right now as we are speaking, the husband is driving a new car. Hakununua na pesa yake. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. There are so many other blessings. Siwezi ongelea. Am I speaking to somebody? But God did it for her. Am I speaking to somebody? There is power in prophecy. Elisha spoke na akasema ndio kuna njaa, wanawake wanakula watoto wao, but kesho unga itakuwa ikitoka shilingi 2. And it happened. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Kia Mwenyezi Mungu kwa mazuri. Prayer is not an option, but a necessity. Praise the name of the Lord. Amen. Matthew 6:5 says, and when you pray, you must not be like the hypocrites. For they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by men. Truly I say to you, they have received their reward. But when you pray, go into your room and shut the door, and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Bwana ndiye roho moshi. Kuna watu mahoya haria maroneka. Kuna watu wanaobaka pali wanaojua hapa nikiombea na nitaonekana. Praise the name of be very careful. There are things you pray in your inner chamber. Praise the name of the Lord. Hata hapa tukiomba Bwana asifiwe. Be very careful kuomba mambo mengine. Kuna watu nadhani ana move tu midomo lakini yaombe anasikiza venye unaomba. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Mwadhani ya roho washo. Wakati tunavunja madhabahu ya boma naambia kama mtu go to your inner chamber. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Mention them by names. Mungu nilikuwa na huyu. It was not right. Praise the name of the Lord. Lakini usikubali hii madhabahu inuke. Itume boma yangu iishe. Praise the name of the Lord. Ama itume nisikaibarikiwa na boma. Praise the name of the Lord. Unaanza kucancel by name. Praise the name of the Lord. Mwadhani ya roho washo. Kiomba hivyo alafu kuna mtu anakusikiza hivyo. Mwadhani ya roho washo. Tauka kwa ujia nawe. Praise the name of the Lord. Mwadhani ya roho washo. Ndio ni kanisa mauduma ndio ni kanisa yake roho. Praise the name of the Lord. Ati ulikuwa unaenda kuongea na mtu. Ati unajua, praise najua nikiongea na madadi zangu hataongea. Praise the name of the Lord. Mwadhani ya roho washo. Toka hindi ile line isinde atoa ikiake washo. Tukienda kuchukua line, praise the name of the Lord. Anaingia kwa namba ya malaika. Mago tu gataraini si ya kwa ndani. Praise the name of the Lord. Magwane kwa praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Mwadhani ya roho washo. Tulikie Mwenyezi Mungu kwa mazuri. That is why it is important. There are some things you take in prayer in your inner chamber. Amen. Kuna mambo unaenda unapiga magoti, unaambia Mungu, unaongea katikati yako na Mungu. You tell God about these things. Praise the name of the Lord. Amen. Na Mungu anatubariki na tu. Do not be like them, for your Father knows what you need before you even ask of him. Bwana asifiwe. Mungu baba yetu anajua sasa tunahitaji. Hata before, praise the name of the Lord. Umuombe. Am I speaking to somebody? Pray then like this. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us each day our daily bread. And forgive us our debts as we also forgive our debtors. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Our Father who is at? Amen. Wadani ya roho washo. Next Sunday God willing, itaongelea kuhusu ufalme. Kingdom na keys. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wakati Britain ili colonize Kenya, praise the name of the Lord. Juu ya colonize sasa tunaongea Kizungu. Otherwise kama hatunge colonize tungekuwa tunaongea Kikuyu ama Kijaluo ama Kibaluya kama national language. Am I speaking to somebody? Ama Kikisi. Am I speaking to somebody? We are speaking English because we are colonized by the Britons. We are riding from their side because we are colonized by them. Otherwise tungekuwa tunaendesha mkono wetu kama Nigeria. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Wakati Mungu alikuwa anatengeneza dunia, alikuwa anatengeneza koloni ya bingu. Na ndio maana ukiokoka una colonize wangu na language ya bingu. Ndio maana kuna watu wa lugha inabadilisha wanaanza kuongea na ndimi. Mwadhani ya roho washo. Ndimi za bingu. Ndio wamecolonizewa na another kingdom ambayo inaongea different language. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. When you know you are from another kingdom, Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord.
Bwana asifiwe. Amen. Madhani ya roho. Amen. Sasa leo tulitaja kuhusu religion na tukaambiwa ya kwamba religion inatufunza tukae vizuri, tuokoke. Praise the name of the Lord. Kuna pahali tunaenda. Praise the name of the Lord. Lakini Yesu alikuja na kingdom. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Madhani ya roho. Na kingdom inatufunza aje? Thy kingdom come. Madhani ya roho. Yesu alikuwa anaenda kwa wilderness. Anafuatwa na wanaume 5,000 bila kutaja wanawake na watoto. Praise the name of the Lord. A population of more than 10,000. Praise the name of the Lord. Juu alikuwa ameleta kingdom. Akiwa kwa jangwa, anaambia wanafunzi wape chakula. Mikate kidogo na samaki. Praise the name of the Lord. Anaipatiana. Juu kuna funguo za mbingu. Mbingu linafunguka kwa jangwa. Praise the name of the Lord. Wanaume 5,000 na wanawake na watoto wanashiba na wanabakisha. Am I speaking to somebody? Bwana asifiwe. Wakati uko kwa ufalme, boma iko na issue. Unaitana, mbingu linafunguka, ufalme unakuja kwa hiyo boma. Boma ina reflect ufalme. Kazi ina reflect ufalme. You invite the kingdom into your situation on earth. Thy kingdom, thy will be done on earth. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Ndiye Mwenyezi Mungu mazuri. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Hata Yesu mwenyewe, praise the name of the Lord, anaongelea kuhusu kuwa delivered from evil because he knows hakuna wakati mzito kama wakati wa majaribu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Job was a believer. He was a faithful man. Am I speaking to somebody? Lakini alijaribiwa hadi kafika pale akaambia Mungu, penye imefika, I need you to come. I need us to talk. Am I speaking to somebody? Amevumilia. Hao ni watoto wamechukuliwa. Praise the name of the Lord. Hata bibi yake anamwambia lani huyu Mungu ukufe. Praise the name of the Lord. Kija watu watolia gai ukatwaranilie. Praise the name of the Lord. Yes, I believe in you, but are you still together with me in this? There are things that will go through. Let me tell you something. Hakuna kitu mbaya kama hivyo. Praise the name of the Lord. Madhani ya roho washo. Peter. Last week nilini tunaongelea kuhusu Peter. Ilikuwa Friday. Praise the name of the Lord. Friday tunaongelea kuhusu Peter. Praise the name of the Lord. In fact, the temple is supposed to be built on him. Maandiko yanatuambia kwamba Yesu alimuita Barjona. Praise the name of the Lord. Simon Barjona. Na akamwambia kanisa itajengwa juu yako. Praise the name of the Lord. Peter was a man. Yesu anakuja kushikwa na wanajeshi, anakata mwanajeshi masikio. Praise the name of the Lord. But you can imagine, anaulizwa, inafika pahali, the same Peter anaulizwa, unamjua? Anasema haki simjui. Praise the name of the Lord. Na saizi wanaota, like, praise, anaota moto wa maadui. Praise the name of the Lord. The same warrior runs like a little girl. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Am I speaking to somebody? Yes. You can't judge a man because of one season of his life. Praise the name of the Lord. That same man ambaye alikimbia kama msichana mdogo, ndo baadaye anakuja kuokoa more than 3,000 people in one sitting. Praise the name of the Lord. Wakati roho alishuka, alihubiri, more than 3,000 people got born again. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hakuna kitu mbaya kama hivyo. Mwadhani ya roho washo. People will tell you like Thomas, let us go and die together. But when the dying gets real, mwadhani ya roho washo. Bwana asifiwe. Wakati hivyo, wakati moto imekuwa zaidi, praise the name of the Lord, there will be nowhere to be seen. Na ndio maana maandiko inatuambia, praise the name of the Lord, deliver us from evil. Kama inawezekana, hiyo majaribu isikuje, tukomboe kwa hiyo majaribu before itufikie. Am I speaking to somebody? Challenges can break you. Challenges can break you. Mwana ya roho washo. Challenges zinaweza kutuma ukatae Mungu. Uone ni kama Mungu hayuko. Am I speaking to somebody? Ndogerere magerio. Mwana ya roho washo. Uone tagaya tare uone. Ni kama liko manatwela. Deliver us from these challenges if it is possible. Mwana ya roho washo. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Don't joke with the man unapigana na Yesu for 3 days before mnyang'anye funguo za kuzimu. Before you say I bind you and throw you in the pit of hell, jua nani una bind? Wadhani ya roho washo. He can bind you and beat you literally. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wadhani ya roho washo. Amen. Amen. Lo kinyokora udhore tono menye wena savisio siako bind. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Ndiye Mwenyezi Mungu mazuri. For if you lead us not temptation. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you don't forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Hata tukiomba Mungu atusamehe. Praise the name of the Lord. Jambo la kwanza before you go to God in prayer, first seek forgiveness. For what you know and what you don't know. Let me tell you something. As innocent as you are born into sin. You are born through sin.
Praise the name of the Lord. Bwana ni roho osho. Bwana asifiwe. Amen. Bwana ni roho osho. Tulilega hilo. Watu wengine hata zile vitu wanapitia, praise the name of the Lord, zingine ni makosa za wazazi wao. Bwana asifiwe. Am I speaking to somebody? What is a prayer? Prayer ni nini? Ombi ni nini? This is a petition. Praise the name of the Lord. Petition is a legal demand on a government. It's protected by law. At times you get tired. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Petition is a legal demand on a government and it is protected by law. Praise the name of the Lord. Ombi ni a legal petition. Saizi ni nini yamuka? Hiyo ni nini yamuka? Hiyo sitasema, hiyo ni nini yamuka? Praise the name of the Lord. Ikaanza nikasio akisema kwamba watapeleka hiyo koti nyingine iko juu. Hiyo ni petition. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Bwana ni roho osho. Amen. Nataka tukue na roho kama ya politicians. Bwana ni roho osho. Inakataliwa na bado unasema utaipeleka koti nyingine. Ukataa na hiyo matokeo. Am I speaking to somebody? Shida yetu tunakubalingi. Umeombea kitu, hajui haibadiliki, unakubali ati hiyo kitu it will not change. Bwana ni roho osho. There's a lady who came here, praise the name of the Lord. That lady, they have 3 kids with the husband. And it happened, wamepitia through so many challenges of late. And when he's going to church, the prophet told him that that is not your husband. Bwana ni roho osho. And I was like, God, can God look at you? Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Mkanisha na mtu for all those years and he's not your husband. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. I don't know if I'm speaking to somebody. Bwana ni roho osho. Ukore mundu toshio todo ameombea hiyo kitu na zile zilizotambaza mpatiwa si favorable. Praise the name of the Lord. Unapata huyo mtu anachoka, praise the name of the Lord, na nakubali hizo results, mwacha boma yangu ishe. Praise the name of the Lord. Hii kazi ni kama watu wa kwetu hawana kidole ya biashara. Praise the name of the Lord. Unaanza kujiconvert. Bwana asifiwe. Furthermore, hata brother yangu alinunua gari. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Na ikwenda bali kapata accident. Kwa hivyo si mimi wa kwanza kupoteza gari na accident. Am I speaking to somebody? Yes. When things are happening that are not right in your life, petition. Go to a higher court. Am I speaking to somebody? Petition. More than your own show. Bwana asifiwe. You may not have a godfather here, but you have God the Father. Praise the name of the Lord. More than your own show. Wakushindia kesi huku, peleka kwa court of appeal. Am I speaking to somebody? Mwadhani ya roho osho. Wakisema hautaolewa, peleka kwa hiyo koti, uulize Mungu kwa nini? Kuna daughters of Zelophehad. Bwana asifiwe. Baba yao alikuwa anapigana vita pamoja na Waisraeli. Hao wengine wakagawiwa mashamba. Hao wasichana wakajiangalia kwa kwao hakuna kijana. Hawatagawiwa juu hakuna kijana. Wakaenda kwa Musa. Wakati walienda kwa Musa akamwambia, baba yetu was a faithful warrior na alisimama kama wanaume wengine. Mbona si tutapewa shamba? Musa akawaambia, juu wanawake hawakuwa supposed kugawa shamba. Akamwambia acha niende kwa Mungu niulize. Wakati alienda kwa Mungu, Mungu alimwambia namna gani? Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Those girls are right. Wapatie haki yao. Am I speaking to somebody? Nahitaji watu, women on fire, kama the daughters of Zelophehad. Watu ambao watakubali failure. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Unapatiwa scorecard. Kama hiyo scorecard haikai vile ulikuwa una expect, unarudi kwa maombi unaambia Mungu hapana, these results must change. If you can change the results of a person ambaye ni confirmed akona cancer, na huyo mtu alikuwa declared cancer free. Am I speaking to somebody? Bwana asifiwe. What is too impossible for that God? Am I speaking to somebody? Hallelujah. Ndiye Mwenyezi Mungu mazuri. Let me tell you, this flesh is a blessing and this flesh is a curse. Hii flesh ni blessing, ni baraka. Hii nyama ni baraka. Praise the name of the Lord. Lakini pia ni laana. Let me tell you, Jesus was the Son of God. Praise the name. Ndani yake kuna full capacity ya Roho Mtakatifu. He was conceived by the power of the Holy Ghost through immaculate conception. Tumeshikana wa Catholic kidogo. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Madani ya roho osho. Grace. He is the Son, more than your also. He is the ultimate sacrifice. But as a man, anapata watu wanapiga biashara kwa kanisa. Haipeleki kesi kwa nini? Kwa DCI ama Kasarani. Praise the name of the Lord. Kwanza anachukua kiboko na watandika. Because as a man, this flesh, there are moments it will fail.
Bwana asifiwe. Hata akiwa Mungu alienda akapata Lazaro amekufa akalia. Because as a man, there are times you will cry like a child. Am I speaking to somebody? Yeah. Praise the name of the Lord. Tuambia kuhusu the faces in front of the throne of mercy. Sura 4 ambazo ziko kiti ufalme. Praise the name of the Lord. Ya kwanza ni the face of praise the name of the Lord. Kuna the face of a lion. Praise the name of the Lord. It is the first face. Kukwambia kwamba kilicho ndani yako ni royalty. Praise the name of the Lord. Na kupatia dominion na authority. Praise the name of the Lord. Onogethio kama yawe mwana wa muthamaki. You roar like a lion and some things get off your way. But ukiachiwa tu face hiyo unajua ni face ya lion. Praise the name of the Lord. Utakuwa na kiburi na pride ya life. Ndio Mungu alete balance. Face ya pili ni face ya calf ama ya ox. Praise the name of the Lord. Even as a lion, even as royalty, kuna moment utahitajika ukue humble. Am I speaking to somebody? Yes. The third face, viumbe 4 vilivyo hai, zitasimama mbele ya kichwa cha ufalme. Ni face ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Mama ndivyo yakaikorokaikorokka sande. Mwadhani ya roho osho. Bwana asifiwe. Atuachanagi naenda narudi kwa baba nakuja Tuesday kuhudumu. Praise the name, I'm a man. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The problem with us, unaenda unapata a man of God. Nabii akikula praise unamwambia man of God you are eating. Kwani akulagi? Praise the name of the Lord. Na yeye hata kuonyesha anakulaga na kuambia nimetoka mlima wa siku 700. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. I'm a man. Praise the, that's why I'm called a man of God. Am I speaking to somebody? Amen. Praise the name of the Lord. Unapata na man of God akiwa anapeleka mtoto shule. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Unamwambia man of God you are taking your child to school. Akinya hado kumahidi akagatiri tu wala mwana thuku. Bwana asifiwe. Mwana kaji gotwarwo ni ndereka. 15 years down the line. The same man of God, you are busy sana na ministry. The same mtoto anamwangalia anamuita uncle. Anaita dereva daddy. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. No kinyatoka roke. Am I speaking to somebody? Na tujue the third face ni the face of a man. There's a time ukienda mbele za kichwa ufalme. Enda ukijua wewe ni mwanadamu. There are times you will fail. There are times you will cry like Jesus. Jesus cried because he was a man. Hata akiwa Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Na angeweza kudili na issues zetu kama hangepitia through what we go through experientially. Am I speaking to somebody? Na ndio maana pameandikwa saizi amekalia kwa kiti kwa mkono wa kulia. Wakicha ufalme. Praise the name of the Lord. Huo mkono unakuanga uko chini ya cover. Lakini wakati wa kesi maandiko inasema ya kwamba baba ataondoka kwa kiti na Yesu atakalia kiti cha ufalme. Praise the name of the Lord. And that is why he says nobody will get to the Father except through me. I am the light of the world. Am I speaking to somebody? Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Kuna wakati unasimamishwa dhambi, asimamisha nabii wa Calvary. Praise the name of the Lord. The problem with us, hata baada ya kutolewa hiyo ultimate sacrifice, bado tunamrudishanga kwa msalaba. Mwadhani ya roho osho. Uko haro weya, unamdungilia msumari tena kwa msalaba. Na ndio maana tutakuwa na kesi mzito sana. Hata baada ya kutolewa hiyo dhabihu, mbona urudi ukafanya hivi na hivi? Praise the name of the Lord. Mwadhani ya roho osho. Bwana asifiwe. Tupigie Mwenyezi Mungu makofi mazuri. Prayer is your petitioning God based on your rights as a citizen. Una petition mbele za Mungu. Petition inaandika waje? Lazima uquote articles za kwa katiba. Zinasema unafaa kupatiwa tili unaombea. Am I speaking to somebody? The problem with us, we don't read the manual. Mwadhani ya roho osho. Hatujui nini kwa constitution. Niliwaambia kwamba hii ndio constitution ya ufalme wa Mungu. Every kingdom has a constitution. Na ukiangalia kila kitu. Ukiongelea kuhusu ufalme iko na hadi taxes, ndio? Tukiongelea kuhusu kwa psychology, kwa kingdom philosophy. Praise the name of the Lord. Ufalme iko na taxes, iko na investments. Praise the name of the Lord. Iko na so many things that is kwa a government. Praise the name of the Lord. Na ndio maana Isaia akitabiri anasema yule mtoto ambaye atazaliwa anakuja na government kwa mgongo wake. Praise the name of the Lord. Hii ndio government alikuwa anatuletea. Na hiyo government iko na constitution. Let me tell you something. Kama hujui katiba inasema nini kuhusu makosa, praise the name of the Lord. Utashikwa na askari hata uko unafanya right. Unajua kila askari lazima umuonge, unatupa mkono muonga. Na sasa hizo uko on the wrong. Because you are ignorant of what is in the constitution. Some of us don't even know what is in the constitution. Hausomangi Biblia. Mwadhani ya roho osho.
Kobo modo akora ni ogokuwa. Mwathani arogocwo. You die because you don't know what is in the constitution. Praise the name of the Lord. If you read it, you'll understand. Damu ya wenye wanamjua Mungu haitamwagika chini kama ya wanyama. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Watu watu speak curses na unaenda blessings zinazokuwa hapa. Praise the name of the Lord. Wakinua roho ya madeni unasema it is written, I will lend to the nations and never borrow. Praise the name of the Lord. Unaanza kuattack hiyo roho ya madeni. Naambia Mungu nisaidie kusuluhisha. And I know God. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Na hiyo spirit ya madeni nakuja kufika mwisho katika jina la Yesu. Am I speaking to somebody? Pigia Mwenyezi Mungu makofi mazuri. Ukienda kwa hoteli kuna kuanga na menu. Praise the name of the Lord. Menu ukisoma unajua ngati iko kwa hiyo hoteli. Praise the name of the Lord. The problem with us, we never even read the menu. Mwadhani ya roho osho. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Mwadhani ya roho osho. Amen. Ndako ile hoteli kidogo utakudia hoteli, ukore kiletwa hau. Praise the name of the Lord. Ujaribu kitu ujui ni nini. My friend, your stomach will take you to court after that. Praise the name of the Lord. It is good to read the and know what is available. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Niulize, mwenye alitengeneza hiyo TV unatumia ama hiyo DVD unatumia, mlikuwa na yeye? Na ukinunua hiyo DVD zilikuwa na karatasi. Hiyo ndio inaitwa manual, si ndio? Inakuwa imebewa nini? Instructions that unafaa kutumia hiyo remote, unafaa kutumia hiyo TV. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Unajua problem yetu ni gani? Tunatoanisha, tuna connect, tunadukisha kuma watu, tunajaribu na toa bendera. Alafu unaangalia kidogo, unajua play ni gani, reverse ni gani, mwadhani ya roho show na pause ni gani. Na ndio maana maisha yetu yote inaendaga forward, reverse, pause, forward, reverse, pause. Praise the name of the Lord. Imagine out of 52 buttons unajua 30 peke yake. Praise the, let me tell you something. Hata gari usipojua kubalance mafuta na clutch, praise the name of the Lord, na brakes utanokisha engine. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Akitoti ndo wengine atomangi hiyo manual, praise the name of the Lord. Na hiyo manual unapati yangu ndo hiyo kitu, hiyo machine kuserve for a longer time. If you don't read the manual, praise the name of the Lord, Bwana asifiwe, itaharibika within no time. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Na warranty ya hiyo manual inakuanga ukitumia venye inastahili ndivyo utalipwa. If you don't use, praise the name of the Lord, venye inastahili, hiyo warranty inakuwa invalidated. Am I speaking to somebody? Some of us, ndio maana tunaprofesaiwa, wengine baraka zimeshachiliwa, praise the name of the Lord, but because hatujasoma manual, mwadhani ya roho osho, hata warranty iko invalidated. Mwadhani ya roho osho. Hallelujah. Ndio Mwenyezi Mungu makofi mazuri. Praise the name of the Lord. Amen. Karibu kumaliza. Effects of fasting. Effects of fasting ni gani? Fasting changes us. The moment umeingia fasting, praise the name of the Lord, inabadilishanga wewe. Inakuwa affecting physically more than your roho osho. Let me tell you, kuna wakati nilikuwa nasumbuliwa na kifua sana. I used to survive on medicine. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The moment I developed a culture of fasting, praise the, like now next year, every 7 days za every month, siku za kwanza za kila mwezi wa next year, tutakuwa fasting. Every first 7 days of a month, tutakuwa fasting for the whole of the year 2022. Praise the name of the Lord. Wadhani ya roho osho. Amen. Bwana asifiwe. Because I know the power of fasting. The moment nianza kujifunga hiyo shida sio ilienda wapi? Am I speaking to somebody? Kitu ya kwanza fasting inafanyia kazi wewe. Kama kuna magonjwa inafika mwisho. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Unaona? Praise the name of the Lord. Umevalishwa utukufu mwingine mpya. Kwa hiyo ndo magoti nilio miaka kame kueima. Praise the name of the Lord. Ando makoro gai kayo takuraga. Si jua uzeeki, praise the name ni kujinyima. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Fasting inatengenezanga mtu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Kama ulikuwa na shida ya hasira, the way to deal with it is through fasting. Unapatanga unaona vile mtu akiwa na njaa anaweza kuongea, praise the name of the Lord. Mtu anakutusema mwambie ni sawa. Praise the name of. Si hauna nguvu, mwadhani ya roho inakutengeneza unajipata hiyo shida ya hasira umedini nayo completely. Praise the name of the Lord. Mwadhani ya roho. Amen. Amen. Tunabarikiwa. Fasting does not change God. Hiyo ndio mistake moja tunakuwa nayo. Tunafikirianga tumejinyima.
Kama Mungu alikuwa amesema kitu fulani atabadilisha hiyo anga. Fasting haibadilishani, haiwezi badilisha Mungu acha kuwa vile Mungu alikuwa. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. And let me tell you something. Kama maji inatoka kwa tank, hiyo maji kwa hiyo tank haiwezi change. Praise the name of the Lord. Ile capacity inabebwa na ile pipe inatumika kuchota hiyo maji. Praise the name of the Lord. Ndio ina changing. Juu capacity ya size ya capacity na size ya pipe hazitoshani. Tunaelewana ama kuna mtu umepoteza? Maji ya tank haibadilishangi amount. Praise the name of the Lord. Size yenye inabebwa na pipe ndio inabadilikanga. Juu the pipes capacity ni different. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Sisi wote pipes zetu tumeziconnect na bingu. Praise the name of the Lord. Bwana ni roho